na baraza hili ni la kawaida, lakini uongozi wa vijana umeona ipo haja. Tumeanza muhula wa pili wa awamu ya 6 ambayo imejipambanua katika uwezeshaji wa vijana, kuhakikisha inaongeza ajira mpaka milioni 8, kuhakikisha kwamba kila wilaya inakuwa na kongani ya viwanda, kuhakikisha kwamba fursa mbalimbali za kifedha zinapatikana kwa vijana, ikiwemo kama ambavyo mnatambua jana tu Waziri Mkuu juzi tarehe 5 amekabidhi cheki ya bilioni 200 kwa waziri wa vijana pamoja na alikuwepo waziri wa fedha. Kwa hiyo kiukweli ni kikao kilienda vizuri, na mimi nilipewa mada ya kuwasilisha ambayo kimsingi ilikuwa ni namna tu ya kuambia kwamba hapa ndani ya Bagamoyo tayari kumekucha. Ile fursa ya miradi ya kimkakati ambayo inakwenda sasa kuipambanua awamu hii ya 6 muhula wake wa pili. Kwa hiyo muhula huu pamoja na kwamba kuna miradi ya kimkakati itaendelea ikiwemo ujenzi wa SGR, lakini na yeye pia amejipambanua sasa, anaanza ile ya kwake rasmi. Mojawapo sasa ikiwemo mradi wa ujenzi wa bandari mpya katika ambayo itajengwa katika mji huu wa Bagamoyo, kata hii ya Zinga, lakini pia kuanzisha kongani ya kisasa ambayo ni ipo ya viwanda katika kata hii ya Zinga. Na kama ambavyo mkifuatilia, tulikuwa na mjadala wa dira ya taifa 2050, tulikuwa na mjadala wa mpango wa maendeleo wa miaka 5 26 27 2030 31, lakini pia tumekuwa na mjadala wa mapendekezo ya mpango wa 26 27. Kwa hiyo unaona katika hiyo dira ya taifa 2050 mpango wa maendeleo ya miaka 5 kuna miradi ya kielelezo. Mradi mmoja wapo wa kielelezo ndio huu ambao unaoitwa mji wa ekolojia ya bahari na usafirishaji kimataifa namba 1. Alafu mji wa pili na mradi wa pili wa kielelezo namba 2 ni wa Liganga na Mchuchuma huko, lakini mradi wa 3 ni wa LNG, mradi wa gesi ya kimiminika Lindi. Sasa mimi kwa kuona hiyo fursa na nikaona baraza hapa ndio vijana wenyewe na ndio asilimia zaidi ya 65 ya wakazi wa mji huu wa Bagamoyo, nikaona na ndio dhamira ya serikali kwamba fursa zote wafaidika wa kwanza wawe vijana. Kwa hiyo na mimi nilitumia fursa hii kuwaasa vijana uwepo wa fursa hiyo, na kubwa ni huo mji wa viwanda, mradi wa bandari ambao unaendana na mradi wenyewe ni huo wa mji wenyewe wote, lakini ndani yake ndo kuna miradi hiyo shikizi ikiwemo ndo ujenzi wa bandari, kuna barabara ya lami ya Makofia Mlandizi, lakini kuna barabara pia hii Tegeta mpaka Msata inapanuliwa njia 4, lakini pia kuna barabara pia imeahidiwa kutoka Mkange inaunganisha ile ya Tanga, Pangani, Mkange, Makurungi. Lakini pia kuna inajengwa kipande cha reli ya kisasa kutoka Kwala mpaka Bagamoyo kwa ajili ya kubeba hiyo mizigo sasa. Na maana mji huu utaunganishwa na mji wa viwanda pale Kwala Kibaha Vijijini ambao umekamilishwa na awamu ya 6 chini ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Lakini pia tunatarajia watu wa Bagamoyo kwa kipindi chote tangu kabla ya uhuru hata baada ya uhuru hauna substation. Sasa kutokana na ongezeko kubwa la viwanda pengine vinavyokuja, manake washakabidhiwa, wameshaanza kujenga viwanda hapa. Viwanda 6 vinajengwa katika mji wa viwanda hapa Zinga. Kwa hiyo tutakuwa na mradi wa ujenzi wa substation ya kufua umeme, kupokea na kusafirisha. Lakini na njia yake ya kutoa Chalinze pale ambao unapokelewa kutoka bwawa la Mwalimu Nyerere, kuna substation pale imekamilika, utauleta hapa Bagamoyo. Kwa hiyo utaona hiyo miradi kwa kweli. Kuna bandari ya uvuvi, lakini pia kuna maboresho ya ujenzi wa maunganisho ya bandari haya na gati kuelekea mkoa wa Kusini Unguja. Yote haya yameahidiwa awamu hii ya 6. Kwa hiyo utaona fursa hizo, lakini kuna mradi wa taktiki unakuja, au mradi wa taktiki kwa ajili ya ujenzi wa miundombinu ya barabara, mifereji, stendi kubwa, masoko. Ushakuwa halmashauri ya mji. Mheshimiwa Rais ameupandisha hadhi kutoka halmashauri ya wilaya kuja halmashauri ya mji. Ni wazi utakuwa ni mji hasa. Na panapo hai na majaliwa kwa mambo yote hayo, nadhani mamlaka zitaona kwamba endelee kwa mji au manispaa. Kwa hiyo nataka kusimalizia, hii ni fursa sasa kwa vijana
vijana na makundi mengine, lakini nguvu kazi kubwa ni vijana. Vijana wasiokuwa na utaalamu wa kutosha na vijana wenye utaalamu wa kutosha. Maviwanda yanayojengwa hapa, mradi mkubwa wa bandari unaokuja hapa unategemea pia malighafi. Mji wetu wa Bagamoyo pia ina malighafi ya madini ya ujenzi. Kwa hiyo tunatarajia vijana hawa wakajikite kwenye makrasha huko, kwenye mambo mbalimbali ili kupata malighafi ya kuwezesha miradi inayokuja. Lakini kufanya hizo kazi pia nimewaasa vijana hawajachelewa kwenda sasa hivi, kwa sababu miradi yenyewe itachukua muda miaka mitatu minne. Ina maana yake vijana wakatafute elimu, ufundi washi, fundi seremala, ufundi bomba. Mambo haya yatatakiwa katika hiyo miradi mbalimbali. Kwa hiyo nimewaasa ile dhana ya vijana wa Bagamoyo kuwa masharobaro, kwa vijana wao labda kuwa mara nyingi kwenye michezo hii ya pool na nini. Sasa tutoke huko, tuwe vijana mtu kazi, na inawezekana. Tusichague kazi.